Kwaresma asili yake sio kanisa. Ukienda katika makanisa ya liturujia wana neno Kwaresma, lakini Kwaresma ni neno ambalo limeingizwa kama mapokeo kutoka kwa hii dini ya Kibabeli, ambapo huyu mama alikuwa akimlilia Tamuzi afufuke kwa siku 40. Kwa hiyo akawaambia wanawake wote, njooni mkae pamoja na mimi mwanamke mwenzenu ili tumlilie mtoto afufuke. Sisi tunaelewana vizuri mpaka hapo? Ndio maana halisi ya Kwaresma. Na alipofufuka wakasema sasa tunaenda kufanya sikukuu ya kufufuka. Sio kwamba alifufuka. Baada ya siku 40 akawaambia Tamuzi amefufuka katika hali ya kiroho. Si mnaona tulianza kulia wakati wa kiangazi, lakini si mnaona sasa hivi tunaona kwamba kuna machipukizi. Akasema Tamuzi amekuja kama Mungu wa mimea. Ndio maana ukimtafuta anaitwa God of Vegetation. Kwa hiyo amechipuka. Hii ni historia na Biblia naisema hapa, ili kwamba tuweze kuelewa Mungu anakataza ibada ya nini? Ya Tamuzi, anaita ni machukizo. Kwa hiyo walipofikia hatua hii, kuna mambo mengi tunachanganywa nayo kwenye mapokeo ambayo tunapaswa tuyaache. Hii Kwaresma sasa wakati inaanza, yule mama analia siku 40, akawaambia amefufuka, kwa hiyo tunasherehekea kwa sababu mazao yamechipuka. Ndipo wanasema Ashtoreth akafanya sherehe ya kufufuka kwa mwanawe Tamuzi. Lakini shetani anatengeneza kitu hapa counterfeit, kitu mbadala cha kuigiza, ili kwamba kama vile ambavyo Yesu alizaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, anasema Tamuzi naye amezaliwa kwa nguvu ya jua. Kama vile ambavyo Yesu alifufuka, anasema Tamuzi naye amefufuka. Unaona jinsi ambavyo analeta mkangano. Kwa hiyo walipoanza kufanya hivyo, baada ya siku 40 kuisha, akasema yule mtoto amefufuka. Ndio maana unaona ametuletea neema ya chakula. Na aliposema ametuletea neema ya chakula, mazao yanakubalika. Ndipo sasa, nisikilize vizuri hapo, sio ukapoteza pointi. Naona sasa hata sitamaliza lile somo langu, lakini hata ili natosha. Kwa atakayetaka muendelezo aje jioni, kwa sababu siwezi kulimaliza sasa hivi. Ndipo akasema huyu mtoto amefufuka. Kwa hiyo Ashtoreth akafanya sherehe ya kuzaliwa, ya kufufuka kwa mtoto wake nani? Ndio maana hiyo sherehe ukiifuatilia inaitwa Ishtar. Easter sio Pasaka, ni sherehe ya kufufuka Tamuzi. Kwa hiyo Easter anafanya sherehe, au Ashtoreth, Ishtar anafanya sherehe ya kufufuka mtoto wake nani? Wazungu wenyewe wanaita Easter. Huko Afrika ndio tunaita Pasaka. Na hakuna mahusiano kabisa. Na ndio maana ukitafuta hii sherehe tunapoifanya mwezi wa 4, wa 3, lazima ukute mvua zimenyesha, mazao yako vizuri kabisa. Hapo mwezi wa 4 ni masika iliyo vizuri ambayo inaenda kutupa chakula, kwa sababu yeye pia alisema atafuka katika wakati huo. Lakini kama haitoshi, haitafanyika hata siku moja. Ngoja niwaambie mapokeo ambayo ni upagani tunaoenda nayo kwenye hii sherehe ya Easter ambayo tunaita Pasaka. Unajua Pasaka ni kule kuumega mkate wa Bwana. Hiyo ndio Pasaka. Kristo Pasaka wetu ametolewa, na walifanya sherehe ya kumega nini? Mkate. Kumla Bwana, kuula mwili wa Bwana na damu ya nini? Kama kielelezo. Sasa Ishtar, nataka nikuonyeshe chimbuko, ili kwamba unapoenda kufanya utafiti ujue kabisa chimbuko liko wapi. Kwa hiyo unaweza ukakuta sasa baada ya zoezi hili kufanyika, Ishtari anafanya sherehe ya kufufuka. Na ndio maana hakuna siku hata moja, sikukuu ya Pasaka hii ya mwezi wa 4 tunayosherehekea, utakuta inafanyika mwezi ukiwa mchanga, kwa sababu yule ni Mungu mwezi, yule mama. Lazima mwezi utoke saa 1 jioni mpaka saa 12, full moon, mwezi ukiwa mpevu, kwa maana Ishtari ana nguvu. Na sasa wakati haya mambo, unajua nilikuwa nataka kuzungumza mpaka mchakato wa haya mambo, shida ya kisiasa iliyoingia, shida ya kidini katika mchakato, mpaka tunakuja kuwapata watu kama kina Hus Jerome ambao waliibuka mwaka 1400
tunakuja kuwapata kina Martin Luther walioibuka mwaka 1500, tunakuja kuwapata kina John Calvin walioibuka wanapinga ibada ya haya madude na mapokeo yaliyoingizwa humo ndani. Yaani unakuta kuna mchanganyo mkubwa huko hapo ndani, lakini watu hawaoni vizuri kwa sababu tayari tunapojitahidi kutoka tu tunachanganywa, tukihitaji kutoka tu kufanya jambo fulani tunachanganywa hapo ndani. Hayo mambo yako hapo. Kwa hiyo sasa anapokuwa na nguvu anaabudiwa. Na haikuishia hapo. Akaingiza pia sherehe ya kuzaliwa kwa huyu Tamuzi, ambayo ilifanyika kama siku ya kumwabudu. Ukisoma Yeremia sura ya 52 utakuta sehemu fulani pameandikwa wakati Yehoyakini akiwa gerezani, mfalme Evil Merodaki wa Babeli alifanya sherehe na akamtoa mfalme wa Babeli alivyokuwa akisherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa huyu mtoto Tamuzi, kwa sababu anapokufa si ana tarehe kuzaliwa. Kwa kuwa ana tarehe kuzaliwa, sana nasema hiyo sherehe aliifanya. Na kama tunavyojua hata marais wa nchi wanapofanya sikukuu, inapotokea sikukuu ya kitaifa, wanawafungua wafungwa magerezani. Kwa hiyo kuna mfungwa mmoja wa Israeli alikuwa gerezani, Evil alivyoenda kwenye sikukuu ya Mungu wake Tamuzi akamfungua. Imerekodi Yeremia 52 kwamba ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 12. Ikaingia hapo hiyo tarehe. Kwa hiyo tukaipokea kama mapokeo, na ilivyopokelewa ni mchakato pia. Ni mchakato mrefu sana, ikaingia ndani. Lakini pamoja na kuipokea, wakapokea na mti ule wa Christmas kama mnaofahamu. Ule mti ukiuangalia hautofautiani na ule mnara wa Babeli, sababu umekaa kama pembe tatu. Iko sawa kabisa. Wakaendelea na hayo mambo. Lakini pia wakamleta mtu anaitwa Father Christmas. Father Christmas anaitwa Santa Claus au Nika Claus. Unaposema Nika Claus ni Nicholas. Nicholas ina maana, Nikar ni Mungu, ni mtu aliyefanyika kuwa Mungu. Nikar Claus, Mungu mtu. Kwa hiyo bado wanaenda kwenye yale mambo. Kwa kuwa hivyo sasa, Wababeli waliamini kwa kuwa yule mama ana nguvu na ndiye aliyeanzisha, wakasema anapaswa kuombwa zaidi, wakamuita Malkia wa Mbinguni. Walivyomuita Malkia wa Mbinguni huyu mama, wakaanzisha ibada ya shanga, kuhesabu shanga, ambao wengine wanaita rosari. Na ndio maana ukikuta mtu anayesali rosari, atasema, mimi nikuwa huko Mkatoliki mzuri tu, utasema Baba yetu uliye mbinguni mara moja, atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu mara moja. Utahesabu shanga 10 ukisema Salamu Maria umejaa neema, Salamu Maria umejaa neema mara 10. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu, amina. 1, 2, 3, 10. 10 mara 5. Alafu uzunguke matendo matatu. Tendo la kwanza ni lile analosema, kuna tendo la kwanza ambalo sema matendo ya huzuni, matendo ya furaha, sio na matendo ya nini yale mengine ya utukufu. Kwa hiyo utajikuta umemtaja huyo mama mara 150. Tunaingia kwenye hizo ibada, lakini nilichotaka kukifanya ni hiki. Ibada hii ilianzia mnara wa Babeli. Na ndio maana Mungu alipoona kwamba hali imechafuka, akamwambia Ibrahimu, toka huko kwa hao watu. Ibrahimu akatoka. Na Mungu sasa anakwenda, laini moja ndio hii ambayo sasa inaabudu miungu mitatu, na laini nyingine ndio hii ya Ibrahimu. Ibrahimu akaenda na Isaka, Isaka Yakobo, Yakobo taifa la Israeli. Mungu akaanza kupambana na hao bado wanaendelea na ile ibada ya miungu Baali, Ashtaroth na Tamuzi. Lakini huku mbele tunaendelea na safari, uzao wa Ibrahimu nao unaendelea kwenda mbele. Isaka taifa la Israeli, pamoja na kwamba wanafika mahali wanamezwa na hawa, Mungu anasema sitawaharibu tena. Anawaletea mapigo, wanatoka, anawarudisha barabarani, wanakwenda, anawarudisha barabarani. Wakaenda na hiyo safari mpaka wakati wa kuzaliwa Yesu Kristo. Lakini hapo ndani tunaenda na ibada ya miungu mingapi? Sasa ndiyo maana Ezekiel sasa kwa ajili ya kanisa hili ambalo lipo anaonyeshwa hayo mafunuo. Mungu anasema ukiingia katika ibada ya miungu mitatu, unaingia katika chukizo. Tumesoma chukizo la kwanza ni kumwabudu Tamuzi. Endelea sasa. Nilikuwa nataka nikulete ili uone sasa, uende ukatafute mwenyewe sasa.
Kwa sababu dunia tulio nayo, dunia ya corona na vitu vingine hii, watu wanashuka makaburini, hawana ukweli. Wanakufa watu, lakini hawana nini? Ukweli. Tumishi wa Mungu, hebu soma. Fungu la 15. Ndio. Akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya? Anamwambia mwanadamu, umeyaona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Yaani machukizo makubwa utayaona. Endelea. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Ndio. Natazama mlangoni pa hekalu la Bwana. Ndio. Kati ya ukumbi na madhabahu. Kati ya ukumbi na madhabahu. Ngoja nikwambie. Madhabahu ni hii hapa. Ukumbi ni huu hapo. Alafu mlango wa Bwana uko kule. Yaani walikuwa wanaingilia mlango unaingilia kule madhabahu. Unapoingia kanisani unaona madhabahu iko kule mbele. Wakati unapoiona madhabahu ikiwa kule mbele, kule mbele, hapo katikati kuna ukumbi na hapa kuna madhabahu. Mlango uko kule katikati ukumbi na unakutana na madhabahu. Sasa unapokutana na hii madhabahu, Mungu anaona watu badala ya kumwabudu Mungu wanaabudu jua. Wameweka sanamu ya jua. Hebu soma. Nasema, ndio. Walikuwako watu kama 25. Watu 25 makuhani hao. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, ambako jua linatokea. Nao wanaliabudu jua. Wanaliabudu jua. Kuelekea upande wa mashariki. Kuelekea upande wa wapi? Kwa hiyo ibada hii ya jua ilikuwa ni ibada inayoendelea hata wakati wa Ezekieli. Kwa hiyo unaweza ukaona namba 1 anasema kumwabudu Tamuzi na sikukuu zake zile ambazo zimewekwa. Bwana anasema wanafanya machukizo. Lakini pia zoezi la kuabudu jua wanafanya machukizo. Ezekieli anasema watu wa namna hii wanatia tawi puani, wanamkasirisha Mungu. Hebu endelea. Anasema, basi akaniambia, umeyaona haya mwanadamu? Hivi mwanadamu unayenisikiliza, umeyaona haya? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda? Hao watu wangu niliowafia, watu wa Yuda, wayafanye machukizo wanayofanya hapa? Ni jambo dogo kweli hili? Endelea. Kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu, tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha. Wanamkasirisha Mungu. So Mungu ndo anahitaji ibada. Wanamwacha Mungu, wanaenda kuabudu jua, wanaenda kuabudu vitu vingine, wanafanya mambo yasiyo sahihi. Endelea. Natazama wanaliweka tawi puani. Chukua tawi uweke puani. Fungu la 18. Kwa sababu hiyo, naam, mimi nami nitatenda kwa ghadhabu. Aishia hapo. Ndugu zangu, mimi ninachokitafuta ni ili siku moja, nilisema huenda nimerudi Tanda kwa sababu maalum, ili Bwana asije akatenda kwa ghadhabu. Haleluya. Asije akatenda kwa hiyo hili nimelisema uelewe kabisa, kuna ibada inayoendelea. Na ndio maana sasa wenzetu walipoingiza vitu vyote hivi wakawa na ibada. Nenda kama una simu yako uko kwenye interneti nzuri. Nilipanda kule juu kwenye mlima kule, nikakuta kweli simu yangu inanasa internet vizuri. Huwa napenda sana kufuatilia mambo. Kuna kitu kinaitwa Mother Child Worship. Ndugu zangu tulioko hapa, hata ndugu zetu wa imani tulionao hapa, au ndugu zetu wa imani, kwa sababu sisi miongoni mwa mzee wa imani tunayemwamini ni Martin Luther. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaamini yule mzee hata kosa mbingu kwa juhudi alizozifanya. Hicho tu ndio nataka nikisema. Na ukitaka kupata vizuri katika haya makanisa 7, ninafikiri jioni kama nitapata nafasi, sijui mambo yakoje, lakini jioni muda ukikaa vizuri nitaeleza jambo hili, kwa sababu tayari tushatoka. Le kanisa la Sardis, la Sardis, ukilisoma le kanisa la Sardis linazungumzia hao watu. Ufunuo sura ya 2. Ukienda hapo utakuta kuna kanisa la Pergamo, ujumbe wa Thiatira. Ujumbe wa Thiatira ndio ambao umebeba ujumbe
wa Kristo ambao wanasema wako hai kumbe wamekufa. Ni wa Sardis. Ngoja ni usome ujumbe wa Sardis. Ujumbe wa Sardis tunaupata kwenye kitabu cha, ni sura ya 3. Sura ya 3 fungu la 1. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardis andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na ukatubu. Walakini usipokesha nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini fungu la 4 sasa, unayo majina machache katika Sardis, watu wasiotia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Unaposoma ujumbe wa haya makanisa ya Ufunuo sura ya 2 na ya 3, si ujumbe, ni ujumbe wa kiunabii, si ujumbe unaolenga kanisa halisi, ni ujumbe unaolenga kipindi cha kanisa. Mfano, kanisa la Efeso lilidumu kwa muda wa mwaka 30 AD wakati Yesu Kristo anaanza huduma mpaka mwaka 100 AD. Kanisa la Smina lilianza mwaka 100 AD mpaka mwaka 313 AD. Kanisa la Pergamo likachukua nafasi. Unapokuja kufika mwaka 1500 ndio linaingia kanisa la Sardis. Na hapa Mungu anajinadi katika fungu la 4. Ninayo majina machache katika Sardis. Ni wakati ambao haya mapokeo yalipoingizwa kanisani yakajaa, ndipo Mungu akamuinua mtu anaitwa Jerome, ambaye wengine wanaita Huss. Tunaelewa habari zao. Lakini 1500 akamuibua Martin Luther, ambaye alipinga kwa sababu 95 akazibandika kwenye mlango wa kanisa Ujerumani. Kumbuka wakati huo ulikuwa ni kanisa Katoliki. Akasema sikubaliani na mambo kadha wa kadha. Namba 1, siwezi mimi kutoa pesa ili nisamehewe, kwa maana msamaha wa Mungu unapatikana namna gani? Na ndio maana Martin Luther usemi wake ulikuwa Bible and Bible alone, Biblia na Biblia peke. Na kilicho msababisha Martin Luther akaibuka ni kwa sababu ya kusoma Biblia. Tunaweza tukashindwa kumwenzi Martin Luther kama tutaacha kusoma Biblia na watoto wetu. Hapo ndio tutakapoenda kufanya kosa. Ila yeye alijifungia chumbani, akaisoma Biblia, akaona mambo mle, na sasa anasema kuna salvation by grace, kuna kuokolewa kwa neema. Tunaambiwaje tutoe pesa ili tuokolewe? Mtu anakufa vipi afu tunaambiwa tusome misa ili aweze kutoka pagatori? Vikaanzishwa vitu hapo. Akasema napinga. Tena akapinga na zoezi la wachungaji kutokuoa. Sababu tungekuwa na hali ngumu, Pastor Iskia, tusingekuwa na watoto. Ngekuwa na hali ngumu sana. Akapinga, mwisho akamwambia wewe una hamu ya kutaka kuoa? Akasema hakuna. Tunaenda hapo mpaka ndio tunakuja kupatana na movement 3 ambazo nazikubali katika maisha yangu yote. Puritan movement, Luther movement, na hiyo nyingine sio inaitwa nini? Ni Mennonite movement. Hizo ndizo ambazo zimesababisha tukatoka kule kwenye zile sanamu, tukaanzisha mfumo mwingine. Na sasa tunapoendelea na mfumo huu, kumbuka kuna ile miungu mingapi inayoabudiwa katika dunia. Roho amehamisha lile somo langu lote, nimehubiri lingine. Pastor Sarani, kwani umeniona tena hangaika hapo? Kalihamisha. Ila hili huenda limekuja kwa sababu kuna kitu Mungu anataka muelewe. Kwa hiyo anaposema kuna watu, kuna kitu anakisema kwa kanisa hili ambalo lilidumu kuanzia mwaka 1500 wakati wameanza hawa na matengenezo, ambalo lilianzishwa na huyu William Miller, ndipo Martin Luther anasema unayo majina machache katika Sardis, watu wasiotia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili.
Rejeeni kwa kile ambacho Martin Luther alikifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni ujumbe wangu kwa ninyi wageni. Alikaa na kusoma Biblia na kuona vitu ambavyo vinakwenda ndivyo sivyo. Akasimama bila kuogopa kuuawa. Wakati alishuhudia wenzake wameuawa, kina Hus na Jerome walichomwa moto, alipita kwenye mabaraza mengi sana, akasimama huyu mwanaume, na hawakufanikiwa kumuua. Alikufa kwa ugonjwa, hawakumgusa, kwa sababu Mungu anasema wamestahili. Na fungu la 5 anasema katika hili, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe kama hao watangulizi wetu, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wa wapi. Yaani nilivyosikia mnakuja, nikasema nije na huu ujumbe. Ukiwa unaitwa Lutheran, angalia kile ambacho alikianzisha. Nimesema movement 3. Pastor, ukisema niyaseme yote ambayo ninayajua na ambayo nimeshaweka huko kwenye kichwa, labda unipe wiki 3. Na mara nyingi semina hizi wanazifundisha nikija kwenye mkutano wa Injili, kwa sababu ninaweza nikawa na wiki ngapi. Hapa ninarukaruka, tusijaenda kwa vielelezo kwamba tukaangalia huko. Wale watu wote waliokufa toka Adamu mpaka leo wamewekwa mahali wanachomwa moto. Sasa inabidi wale ndugu zao watoe pesa ili waende wakafanya nini? Watoke pale tohorani wanakoteseka waingie mbinguni. Sasa ni nani ambaye asiyempenda ndugu yake? Wakamimina pesa zikatosha na kubaki. Akapeleka ripoti Vatican kwamba ile pesa wa kuingizwa kwenye ibada ya kuombea marehemu misa kwa kuwalipia pesa. Sasa kama ni hivyo, mimi sinaweza nikatenda dhambi zote duniani nikatunza pesa benki ili nikifa hiyo pesa iniokoe. Hiyo ndio iliyosababisha Martin Luther akasema haiwezekani. Na mwaka huu ambao Martin Luther ameibuka akaanza kupiga hii vita, ndipo sasa ukaitishwa mtaguso mkuu wa Trent, Edict of Milano pia. Wakakaa wakasema, sasa tufanye nini tuweze kupambana na hawa na matengenezo, kwa sababu wanamnyoshea papa kidole kwamba ni mpinga Kristo. Ndipo akaitwa mtu mmoja alikuwa Ignatius wa Loyola, akaambiwa anzisha movement ambayo itatetea imani ya kanisa Katoliki kwa damu, kwa hali zote. Ndio kikaanzishwa chama kinachoitwa Jesuit Society. Alafu kilivyoanzishwa, Loyola akaleta jina la mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Libera. Ukimtafuta anaitwa Libera, yeye alikuwa ni mwanatheolojia wa Katoliki. Akaambiwa tengeneza fundisho ambalo litaondoa kidole kwa papa likionyesha kwamba yeye si mpinga Kristo. Ndipo Libera akakaa chini akatunga theolojia inayoonyesha kwamba mpinga Kristo atakuja siku za usoni, wakati mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye anapinga ukweli wa Mungu sasa. Kwa hiyo atakuja siku za usoni. Alivyosema atakuja siku za usoni, akaanzisha kitu kinachoitwa futurism. Na alivyoanzisha hiyo akasema kwamba kutakuwa na miaka 7 ya dhiki, sijui kutakuwa na miaka mingine 7, wale ambao watapona katika watu watanyakuliwa kwa siri, alafu kutakuwa na miaka 7 ya dhiki, wale ambao wamebaki duniani wateseke wakati ya watakatifu wameshanyakuliwa, wanaobaki kwa dhiki hapo wanateseka kwa miaka 7. Wakati huo pia mpinga Kristo atakuwa anagonga mihuri kwenye nyuso za watu, alafu watakao tubu sijui na nini na vitu vingine. Akahamisha mtazamo wa watu kwamba mpinga Kristo anaweza akawepo hata miongoni mwetu. Sasa watu mpaka leo wanamsubiri mpinga Kristo atakaye kuja na muhuri akigonga watu, wakati sasa hivi tunampinga Mungu kwa akili zetu. Na ndio maana tunaambiwa muhuri unagongwa kwenye kichwa, sio kwa stampad. Akili yako inaelewa nini? Huo ndio muhuri. Inayo mengi ya kusema lakini siwezi kuyamaliza. Ila turejee kwa mzee wetu
Luther. Bible and Bible alone. Salvation by grace. Bwana Yesu asifiwe. Sio mpaka uende ukachange hela ulete. Salvation by grace. Nimesema ujumbe huu ambao unatufaa wote kwa sababu ndugu zetu pia wametembelea. Bwana Yesu asifiwe. Rudini kwenye Biblia mkasome. Mungu atawafunua. Alafu ngoja nikwambie, ukiwa mwaminifu kwa Mungu, ukaamua kusoma, piga goti kabisa kwa kumaanisha. Alafu wewe usitake kumuelekeza, mwambie Mungu mimi ni yani total surrender. Unajisalimisha direct kwake. Mimi ninachohitaji tu ni kuokolewa. Mimi nitoka kwenye masanamu hayo, ilikuwa ni magumu sana. Yaani nilikuwa nikisafiri. Nilikuwa Moshi. Nikisafiri kutoka kule Uru kwetu kule kwenda Moshi mjini. Nikifika katikati ya safari kama nimesahau rozari, nashuka kwenye gari narudi nyumbani kwa sababu nimesahau wokovu. Salvation by grace. Hiyo ilikuwa salvation by works. Kwa naamini nikikivaa tu hapa kinaniokoa wakati moyo wangu ndio unaohitaji kuokolewa. Bwana alinitoa huko kama nilivyowaambia. Si rahisi. Soma tu historia ya Martin Luther. Kaisome tu hayo mapito aliyopita. Ukipitishwa wewe unaweza ukaishia njiani. Akakomenti akasema, kuna nukuu yake moja nilisoma, ana komenti anasema vita kubwa kuliko yote ni kuingilia imani ya mtu kati yake na Mungu wake. Ndio maana hata wenzetu Waislamu yuko razi kujilipua kwa bomu ili aende akapate mwanamke mwenye macho kama vikombe, kwa sababu ni imani. Ila sisi tulioachiwa ili neno la uzima tukae nalo vizuri. Mungu awabariki sana. Somo langu limeishia Pastor Isikia, lakini silo nilokuwa nimekusudia. Nilikuwa nimekusudia kufundisha makanisa 7, ile mihuri 7. Lakini ukichukua kwa kifupi tu, ndugu zangu mliokuja leo, unaposoma Ufunuo sura ya 4 na ya 5, kuna farasi pale, kuna farasi mweupe, kuna farasi mwekundu, kuna farasi mweusi, kuna farasi wa kijivujivu. Yule farasi, unabii ulioko hapo ni kwamba ni kipindi cha kanisa. Na ndio maana ukiendelea na mihuri 7 utakuja kukuta mpaka hapo, yani unaweza ukashangaa. Kipindi cha kanisa la Sardis kinazungumzia mwaka 1500. Yesu anasema wengine wote walikufa katika hicho kipindi kiimani. Yani neno lilikufa kwenye mioyo yao. Lakini akabaki na wachache ambao sasa ndio anakuja Calvin, anakuja Martin Luther, hawa wachache hao. Lakini ukija kanisa la kwanza ambalo linaitwa Efeso, na farasi wake, ukisoma farasi wake ni mweupe, linawakilisha kipindi Yesu alipoanza injili mpaka pale ambapo Yesu alimaliza huduma yake na kusulubiwa msalabani, na wanafunzi wake wakaendelea mpaka mwaka 100 baada ya kuzaliwa Yesu Kristo. Wakauawa kwa kuchinjwa na vitu vingine. Lakini ukweli uliotoka kwa Yesu ulikuwa mweupe. Ndio maana huyo farasi anaonekana ni mweupe, na aliyempanda ana taji ya ushindi na amebeba upinde ambao unaingiza injili kwenye mioyo wanaosikia. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi cha huduma ya Yesu na wanafunzi wake. Ukienda Ufunuo, farasi wekundu ni alama ya damu. Na aliyempanda huyo farasi ana upanga. Huo upanga sio wa kuchinjana, huo upanga ni neno la Mungu ambao unapoingia kwenye moyo wa mtu unamfanya mtu akubali kufa kuliko achane na huo ukweli. Na hapo ndipo walipouawa Kristo wengi, kwa kutupwa kwa simba, kwa kutupwa njozi. Zakuli na kuja kwa wapinga ukweli, kudharau. Akahamisha mtazamo wa watu kwamba mpinga Kristo anaweza akawepo hata miongoni mwetu. Sasa watu mpaka leo wanamsubiri mpinga Kristo atakaye kuja na muhuri akigonga watu, wakati sasa hivi tunampinga Mungu kwa akili zetu. Na ndio maana tunaambiwa muhuri unagongwa kwenye kichwa, sio kwa stampadi. Akili yako inaelewa nini? Huo ndio muhuri. Watu wake uepuke ghadhabu ya mapigo ya